Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, kwa majina naitwa Ibrahim Capable kutokea KHD TV. Leo tumefunga safari kutokea visiwani Zanzibar na sasa tumefika hapa Kiwalani kuwafuata ndugu zetu Musawwara katika jambo lao la tarehe 25. Nyuma yangu na pembeni yangu kinachoonekana ni viwanja ambavyo vinatarajiwa kufanyika jambo kubwa la kihistoria la tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2025 kutokea hapa Kiwalani. Sisi tutakuwa tuko hapa kuweza kuangalia shamra hizi, lakini pia kuongea na baadhi ya viongozi kutokea darasa hili la Musawwara hapa Kiwalani minazi mirefu. Pona mwamba mmoja ambaye anasumbua sana kwenye mitandao ya kijamii kutokea darasa hili la Musawwara. Kaka, mambo vipi? Safi tu, kwema. Alhamdulillah, habari za leo? Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Karibuni sana ndugu zangu. Asante sana. Hebu tuambie majina yako kamili kutokea darasa hili la Musawwara, lakini na cheo chako. Kwa majina kamili naitwa Malunda Abasi almaarufu Dispaki. Katika madrasa yangu Musawwara mimi ni kijana pale ambaye ni mzungumzaji, msemaji, lakini pia nipo katika utendaji kwa maana ya katika fani. Katika fani pale nipo pale na napiga dufu. Dispaki, tumekuja hapa Kiwalani na tuliambiwa tarehe 25 kuna jambo. Labda unalizungumziaje hilo jambo, lakini ni upi ushauri wako kwa baadhi ya madrasa ambazo zimealikwa katika siku hii ya kesho? Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi mzima wa madrasa Musawwara na kwa kufanikisha hili, na nimependa sana kufanyika hii shughuli kwa sababu ni miongoni mwa jambo ambalo linafanyika kila mwaka hapa darasani, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu anatujalia hilo swala kila mwaka tunakamilisha. Kwa hiyo wito wangu kwa madrasa zote tulizoalika, tunawaomba ufikaji wao, kwa sababu anasema shughuli ni watu. Watapofika wao ndio ukamilifu wetu wa jambo letu. Kwa hiyo tunapenda sana kuwaomba waje, na kwa wale ambao wapo wamejipanga kwa upande wa burudani, basi waziandae burudani zao vizuri, kwa sababu uwanja huu ni uwanja wa burudani na watu wanategemea mazuri na wanategemea kupata burudani kupitia wao. Tumeambiwa siku ya kesho tunakuja kusikiliza maana halisi ya neno kijicho ama kujua maana ya kijicho. Hebu kama mzungumzaji ama msemaji, una lipi la kusema dogo tu kuhusiana na maana hiyo? Hiyo ni kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amezungumzia kijicho. Ni kweli tunaishi katika maisha ambayo tunakutana na hizo hali. Vijicho vipo, hasadi zipo, choyo zipo. Kwa hivyo kwa upande wa mwalimu, yeye pia ni binadamu ambaye anaishi katika jamii hiyo. Amekaa na kufikiria na kuona kwamba kuna sababu ya kuja kuwakumbusha ulimwengu huu kwamba kuna kijicho, hivyo vitu vipo, na kama binadamu unatakiwa uvifahamu, kwa maana ni maisha ya kawaida na vitu ambavyo vinafanyaje, vinatuzunguka. Kwa hiyo kwa upande wangu ningependa kuwaomba wapenzi wa Mtume, ndugu na jamaa, kwa pamoja tukutane viwanja hivi kwa ajili ya kuja kusikiliza hiyo kaswida ya kijicho, na tujue mtunzi ameegemea kwenye engo ipi, kagusia nyanja zipi, ili tutaposikiliza tupate elimu, kwa sababu kaswida pia ni mafundisho. Kwa hiyo ndani ya mafundisho tunategemea kupata elimu na kuelimika. Kwa hiyo mtunzi amebezi katika kuikumbusha jamii juu ya hasadi na kijicho, kwamba kijicho kipo kweli, kwa sababu ukiachana tu na yeye kutunga, lakini pia ni kauli ambayo kaisoma kwa kupitia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ningependa kuwaomba wapenzi na mashabiki wote kwa pamoja na wakazi wa Kiwalani kwa pamoja tukutane viwanja hivi ili kuweza kumsikiliza mwalimu wetu amekuja na ujumbe wa kijicho na una mafundisho yapi. Nikushukuru sana kaka. Shukrani sana ndugu zangu KHD, mmefika ukombozini, na kama watu walikuwa nasikia walikuwa na wasiwasi, sasa mwamba mwenyewe huyu hapa. Ukimwona huyu bwana umeiona KHD. Na muomba na bwana mkubwa hapa aje. Bala hii ni timu ya KHD, isipoonekana kidogo asijaka mbona fulani hayupo bwana. Bwana mwamba naye huyu hapa. Tuko wote. Kwa hiyo wale mashabiki na wapenzi ambao walikuwa na wasiwasi kwamba zile zilikuwa ni propaganda tu, kwamba KHD hawezi kuja bwana Zanzibar mbali, hawana nauli, lakini kwa mwisho wa siku Mungu amejalia, mabwana amefika na jambo litafanyika chini ya mabwana. Kwa hiyo tutegemee vitu vizuri kupitia KHD TV. Naam, halikadhalika tuko na kina mama kutokea hapa Ukombozi Arena, na wao wakiweza kufanya harakati zao za kuweza kufanya maandalizi hususan
kuelekea siku ya kesho ambayo tunaitegemea kuwa ni tarehe 25. Katika viwanja hivi basi kutakuwa kuna hafla kubwa kutokea hapa Musawwara Kiwalani. Mamangu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebu tuambie majina yako kamili lakini cheo chako kutokea hapa Musawwara. Jina langu naitwa Tatu Abdalla. Naishi hapa Kiwalani kwa binti Musa. Cheo changu mimi ni mama ustazi wa hapa chuoni Musawwara. Mume wangu ni ustazi wa hapa chuoni Musawwara, Sheikh Mkauja. Mama Tatu, kesho tarehe 25 tumeambiwa kuna jambo hapa Musawwara linaendelea. Hebu waambie wapenzi ambao wanatufuatilia ni jambo gani hilo ambalo tumelifuata. Kadhalika hapa madrasa yetu chuoni Musawwara, siku ya kesho tuna tamasha la watoto. Wanasoma mawaidha, hadithi, sira za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mengineyo. Na lipi ambalo unala kuambia wazazi wa hao watoto lakini pia na wapenzi ambao wanapenda kuona watoto kwenye mambo kama hayo? Mimi maoni yangu kwa Waislamu wenzangu wote kadhalika, ikiwemo wazazi na wengineyo, tujitahidi tuhudhurie kwa wingi siku ya kesho. Mtoto wa Kiislamu ukimpeleka madrasa na akiwa anafanyiwa kitu kama hiki, anasimamishwa uwanjani, anaonesha kile alichofundishwa na walimu wake, na mzazi kama ukiwa umempa motisha kama tunavyofanya, labda unamtunza mwanao msaafu, juzuu, kadri Allah anavyokuwezesha, basi mtoto pia anahamasika tena mwakani au pale akitoka baada ya tamasha, basi anaendelea kwamba kujitahidi zaidi. Kama alikuwa yupo alifu, basi atasema mama mwaka huu amenitunza juzuu, basi inshallah nikijitahidi mwakani atanipa msaafu. Au mama mwaka huu kanitunza kitu fulani, basi huenda nikijitahidi mwakani atanipa kitu fulani. Basi tunahamasisha wazazi wajitahidi kujitokeza kwa wingi na tuwape motisha watoto zetu ili wazidi kujitahidi mwakani, wazidi kufanya vizuri zaidi. Na ninawaambia wazazi pia, kama hawataona hili, inshallah biidhnillah, wazazi wenzangu wa Kiislamu wawapeleke watoto madrasani. Kila panapo darasa wajitahidi wazazi wenzangu pete kwa watoto madrasani wakapate mambo kama haya, wajue dini yetu inasema nini, mtume anasema, kwanza Mwenyezi Mungu anasema nini na mtume anasema nini, au Allah kakataza nini na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekataza nini. Inshallah biidhnillah, naomba wazazi wenzangu popote ataponiona, nasema hivi, tujitahidi kuwapeleka watoto zetu madrasani. Unavompeleka mtoto wako madrasani, kwa sababu tumeambiwa tuache watoto wema, au tufanye mambo mema. Kwa hiyo ukimwacha ukimpeleka mwanao madrasani akiwa amesoma, basi inshallah wewe ukitoka hapa duniani ukiwa umetangulia mbele za haki, mtoto ile akikuombea dua, basi wewe kadhalika kule unapata chochote kitu katika yale mambo mema ambayo ameyataja Mwenyezi Mungu na mtume wake. Moja wapo ni kumwacha mtoto mwema. Kama nimekosea inshallah mtanisawazisha. Naam, hayo yalikuwa ni maneno mazito kabisa ambayo yamezungumzwa na miongoni mwa kina mama kutokea hapa Musawwara madrasa, pia akiwaasa wanajamii lakini na wazazi ambao wana watoto kupitia dini yetu ya Kiislamu kuweza kuwapeleka watoto zetu katika madrasa mbalimbali ili kuweza kujua dini yetu, mambo gani ambayo yanahitajika kuyafanya katika dini yetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Hebu tuambie majina yako kamili lakini na cheo chako kutokea hapa Musawwara. Kwa jina naitwa Shani Mkolasi. Cheo changu ni katibu wa kina mama kamati ya wazazi. Hebu katibu wa kina mama kamati ya wazazi, leo tumekuja kwenye shamra za maandalizi ya hafla ya siku ya kesho tarehe 25. Kama katibu kwenye kamati, unalizungumziaje jambo hili? Kwanza napenda kuwakaribisha watu wote ambao wataguswa na tamasha letu. Tunawakaribisha kwa hali na mali katika tamasha letu. Wajisikie kama Musawwara ipo kamili na tunajivunia Musawwara yetu. Na lipi ambalo unawaambia madrasa ambazo mmezialika kuendelea hiyo siku ya kesho kuja katika viwanja hivi vya Musawwara? Tunawakaribisha, karibuni sana.
watu wote ambao tumewaalika katika madrasa yetu ya Muswawara. Shukran sana, nikushukuru mama. Asante sana. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hebu tuambie majina yako kamili. Naitwa Adija Ahmadi Kasidi. Mimi ni dada wa Muswawara. Napenda kualika ndugu jamaa na marafiki katika sherehe yetu pendwa ya Maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madada na mamama, karibuni sana katika shughuli yetu ambayo inaanza kesho asubuhi mpaka usiku. Karibuni sana.